Yes, miongoni mwa story kubwa sana ambayo of course imeweza kuenea huko kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na msanii wa nyimbo za singeli Dula Makabila, ambapo wameweza kuandika barua ya wazi kumwandikia msanii wa kizazi kipya Bongo Flava Diamond Platinum. Of course tunafahamu kwamba Dula Makabila pamoja na Diamond Platinum walikuwa hawana story kabisa, na imepita takriban miaka minne wakiwa hawazungumzi, hawatajani. Sana sana Dula Makabila amekuwa akimsema Diamond tu kwenye ngoma zake kadhaa, aliwasema kina Ravarava kwamba Wasafi ni wachawi na vitu kama hivi hapo. So mambo mengi sana anaweza kuyazungumza, lakini tuliona urejeo wa Dula Makabila kwenye familia ya Mama Dangote baada tu ya siku ya birthday ya Mama Dangote kwenye party, ambapo Dula Makabila alienda kufanya performance nzuri sana pale, na ilikuwa ni jambo kubwa sana kwake, na ameweza kulifafanua katika maelezo ambayo ameweza kuyaandika. Na kutoka kwenye ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti picha kadhaa na barua ya wazi. Kwanza pole na majukumu ndugu yangu, ni kipindi kirefu sana tulikuwa bila kuonana, zaidi tunaonana tu mitandaoni, na katika namna ambayo sikuitegemea nikajikuta nimepokea mwaliko kwenye birthday party ya mama yetu Mama Dangote. Siwezi kusema ilikuwa pale kwa bahati mbaya, kwa sababu ile sio show kusema tumekutana tu, na hapa ni shughuli ambayo wengi walihudhuria na ni sehemu ya familia. Maana yake niliridhia mimi kuwepo pale. Kwanza asante kwa hilo. Kwa wengine waliniona nipo kwenye party, ila kwa upande wangu ilikuwa ni siku mpya ambayo nilifurahia kuliko kawaida, kwa sababu kiukweli swala la kuwa mbali na wewe kwa zaidi ya miaka minne ilikuwa ikiniumiza mno na kunipunguzia confidence kwenye karia yangu. Kumbuka mwanzo wa safari yangu ya mziki ulivonishika mkono na kunipa kipaumbele kwenye vitu vingi, kuanzia interview za media yako, matamasha kama Wasafi Festival na mengine mengi. Nakumbuka hata kipindi cha Big Sunday wakati kinaanza, mbali na wasanii wa lebo yako pale kulikuwa na wasanii wengine wengi na wakubwa, lakini ulitaka mimi ndio niwe msanii wa kwanza kufungua kile kipindi cha Big Sunday. Kwa kifupi, mashabiki zangu wananiamini, ila wewe unaniaminia. Nakumbuka nilishataka kutolewa vitu vyangu nje na mwenye nyumba wangu kwa kukosa kodi tu. Tupo sitting room kwako, ukamwambia Don Fumbwe akanipe 5,000,000, na baada ya wiki moja mbele ukanipa show ya Wasafi. Nilihisi labda ungenikata ile hela ya kodi ulionipa, lakini mbali na hela ulionipa ya kodi ukanilipa tena na hela ya show mbele ya Ricardo Momo. Nakumbuka hata ndoa yangu ya kwanza ambayo nilimuoa Rahima, ilipofika tarehe ya sherehe uligharamia kila kitu, kuanzia ukumbi, mapambo, chakula, mziki na vinywaji. Hapo siku ya sherehe yangu wewe ulikuwa na kazi ya kushuti video na Mr. Flavor nje ya Dar es Salaam, lakini ulistopisha kushuti ukaja kwenye sherehe yangu. Nakosa namna ya kukuelezea Watanzania usafi wa roho, ila kikubwa niseme asante sana bro. Asante pia mlionipambania kwenye hii Mama Dangote, Beka Mipango. Kwa upande wangu kitendo tu cha kuwa sawa na wewe ni zaidi ya ushindi. Watu huwa tunakosea ili tujifunze, na tukishajifunza hatukosei tena. Sisi Diamond Platinum. Sasa Diamond Platinum alikuja huku chini na kumjibu Dula Makabila na kuandika ujumbe unasema hivi: pamoja sana Makabila, sisi ni familia na siku zote tutaendelea kuwa familia. Mwenyezi Mungu atuongezee baraka kwenye kazi na maisha yetu. So ni moja kati ya kitu ambacho kimeweza kuleta comment nyingi sana kwenye upande wa Instagram, ambapo Dula Makabila ameweza kuzungumza vitu vingi. Kulikuwa kuna comment za watu wengi, watu wameweza kumsifu Dula kwa kuweza kuona pale alipokosea. Wachambuzi wanaona kama ni ukomavu wa sanaa na vitu kama hivi hapo. Bana, wewe kwa upande wako comment unasemaje kuhusiana na hichi?